moja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa sana katika upande huo ni kuondoka kwa kiungo wa timu hiyo Aziz Ki, Stefan Aziz Ki. Kabla hajaondoka alikuwa na matukio mengi ukiachana na rekodi yake. Lakini msimu uliopita yeye ndo alikuwa top scorer wa ligi akiwa na mabao 21. Kwako unaona ni pengo gani ambalo Yanga inakwenda kukutana nalo, na mbadala wa Aziz anatakiwa awe na sifa gani? Cha kwanza ni kuangalia ligi, anaondoka mchezaji ambaye alikuwa na daraja la juu kiuchezaji kwenye eneo la kiungo mshambuliaji kwenye ligi nzima. Lakini kwa Yanga pia unaona kutapungua zile numbers ambazo Azizi alikuwa anaziongeza kwenye kufunga, lakini pia kwenye kutengeneza nafasi. Unaweza ukasema, mimi huwa naamini hakuna mtu anaweza kuwa mbadala wa mtu mwingine, isipokuwa kuna mtu anaweza kuja na akafanya kazi ambazo zilikuwa zinafanywa na mtu mwingine kwa njia yake. Kwa maana inawezekana ufanyaji kazi wa Azizi ukatofautiana na ufanyaji kazi wa Chama, lakini wote wakawa wanafanya kazi ile ile ya kucheza nyuma mshambuliaji na kutengeneza nafasi. Au anapofanya kazi Azizi si kama ambavyo anafanya Pacome au Maxi. Mimi naamini kama Maxi atatumika kwenye nafasi ya kucheza nyuma mshambuliaji, anaweza akatoa kitu, lakini si kwa namna ambavyo Azizi alikuwa anatoa. Vivyo hivyo kwa Pacome ama Chama. Kwa hiyo Yanga bado wana rasilimali za watu ambazo wanaweza wakazitumia kutokana na kuondoka kwa Azizi, bila kuanza kuangalia labda kuingiza ingizo jipya kwenye kikosi chao. Kwa hiyo sioni kama watatetereka sana, isipokuwa watakosa kile ambacho Azizi peke yake kwenye dunia hii ndo anaweza akafanya. Huwa kuna mtu mmoja tu na ndio anachokifanya. Kwa hiyo Azizi ni kiungo mshambuliaji, lakini mwenye tabia za kishambuliaji, yani kama mshambuliaji wa katikati ambaye mara nyingi anaweza kupasia, lakini mara nyingi anafikiria namna gani anaweza akafunga. Unajua washambuliaji mpaka ashindwe kufunga ndo anafikiria kupasia. Sasa ukiwa kiungo, wewe unawaza kwanza kupasia kabla ya kufikiria kufunga. Sasa Azizi ilikuwa ni tofauti. Yeye kufunga kwanza, ikikosekana anaangalia nani yupo nafasi nzuri anaweza akampasia. Ndio maana unaweza ukaona yeye namba za magoli zinakuwa nyingi kuliko za utengenezaji. Kitu ambacho viungo wengi namba za utengenezaji zinakuwa kubwa kuliko kiasi cha magoli ambacho yeye kafunga. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa anakuja mtu mfano Chama amekuwa akifanya kazi nzuri sana kwenye kutengeneza nafasi kwa watu wengine kufunga. Kwa hiyo anaweza akaaminiwa sasa akawa na uhakika wa kila siku kucheza. Tukaja kumuona Chama ambaye ni tofauti na ambaye tumemuona kwa msimu mpaka ulipofikia. Kwa nini? Chama ambaye anapata muda mchache sana wa kucheza, kwa hiyo anakutana na obstacles nyingi kiwanjani, hapati muda wa kuzifanyia kazi kwenye akili yake na kutoka na majibu. Muda unakuwa umeisha na inakuja ni mechi nyingine au anakuwa ameshatoka. Kwa hiyo Chama ambaye atapata muda wa kucheza kwa muda mrefu anaweza akawa ni Chama bora kuliko huyo ambaye anacheza kwa dakika chache. Kwa hiyo kuondoka kwa Azizi kunaweza kuwa ni habari njema kwa Chama, na kadri mwalimu atakavyomuamini, mimi sina mashaka na Chama kwenye swala la kucheza nyuma mshambuliaji na kuwa mbunifu wa timu. Okay, tumeona wachezaji wengi wanaweza wakawa wanatoka kwenye hizi timu na wanaenda kwenye timu za nje. Wapo ambao wanakwenda na kuperform, wapo ambao wanakwenda na kupotea. Hiyo imekuwepo kwa kipindi kirefu. Kwa namna ambavyo unamfahamu na unafahamu kiwango cha Azizi na kikosi cha Wydad, unaiona nafasi yake ndani ya kikosi cha Wydad? Unaweza ukasema kwenye maeneo pia ambayo hakuna uvumilivu wa kiasi hicho ni nchi za kaskazini kwenye timu zao. Kwa nini? Kwa sababu pia nafasi za wageni ni chache. Kwa hiyo wanataka mgeni ambaye atakuja moja kwa moja aingie kwenye kutumika na kuleta faida kwenye timu. Ingekuwa nafasi ni 8 ama 12 kama kwetu hapa, huenda wangekuwa wanavumilia msimu wa kwanza kwamba huyu anakuja kujifunza. Lakini muda huo hawana, kwa sababu unakuta nafasi ni 5 na wanatakiwa wacheze watatu. Sasa kama wanacheza watatu na mtu ambaye tunaye hapa haingii kwenye utaratibu. Kwa hiyo kinachowasumbua watu ni kuingia kwenye kuzoea mazingira ya ligi, speedi, namna ambavyo ligi inachezwa. Unajua hapa kwetu kwanza kuna wakati kocha wa Yanga alizungumza vizuri, lakini watu wengi hawakumuelewa. Alisema ile intensity ya ligi
iko chini. Watu wengi wakachukua kama kocha anadharau ligi, lakini ni kweli kwamba sisi tunaachiana sana muda na nafasi ya kufanya matukio, kitu ambacho kwenye ligi zingine mtu akienda hawezi kuachiwa muda huo na nafasi, na kadri ambavyo atakuwa anachelewa kufanya matukio, yale matukio yatakuwa yameshapita na hawezi tena kuyarudisha. Kwa hiyo mpaka mtu aende akazoee hiyo intensity ya game, yani ule uzito wa mechi na kasi ya mechi, inamkuta inamhitaji mtu hata msimu mmoja kuweza kuzoea. Unaona Azizi alikuja Tanzania hapa, ilimchukua msimu mzima kuweza kuzoea. Sasa je, anaweza akapewa hiyo nafasi na kwa timu ambayo anakwenda kama ambavyo Yanga walimpatia hiyo nafasi? Unaweza kukuta ni kitu ambacho hakitokei. Ndio maana unaona alikwenda Kisinda Berkane akarudi Tanzania, Chama alikwenda akarudi, amekwenda Mwalimu bado anahangaika kupata nafasi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa ukiviangalia kiuhalisia huwezi kusema kwamba anapata nafasi moja kwa moja au hapati. Kama atazoea mazingira ya ligi hiyo mapema, bado Azizi ni top player, anaweza kuingia na kucheza. Tumuombe kama Mayele. Mayele kama mfano ambao wamekwenda na kuingia moja kwa moja, lakini unaona struggle ambazo alikuwa nazo mwanzoni. Ilikuwa anapata shida, lakini sasa hivi ameenda ameseto na wamemuelewa. Mimi naona kule changamoto ni nafasi ziko chache, kwa hiyo akienda mtu huo muda wa kumsubiri ndio unakuwa hakuna, kwa sababu watu wamesajili watu 5 tu kutoka nje, alafu wale watu hawawezi kuleta kile ambacho wanakitaka, kwa hiyo hawezi kuvumilia. Ingekuwa nafasi nyingi nadhani wangekuwa wanapata muda, na sasa hivi labda tungekuwa tunaongelea wapo huko na wameshakuwa wachezaji wakubwa. Inaonekana kama Azizi amewahi, lakini kule anakwenda kunufaika kwa sababu anakwenda kucheza yale mashindano makubwa ya kuelekea kwenye mechi za Kombe la Dunia. Anakwenda kunufaika kwa kiwango gani hasa kwa kutokana na kuwahi kwake? Inaweza kumsaidia sasa kabla ya timu kwenda kwenye pre-season, kama ligi imeisha, wanapata nafasi pia kucheza michuano. Kwa hiyo wanaweza wakaanza kufanya maandalizi ya kwenda kwenye michuano, ikamsaidia na yeye kuanza kuadapt mazingira ya timu, lakini pia kuiona timu ikiwa kwenye mashindano, nini kina mwalimu anataka, wachezaji ukozoea, kwa sababu mwisho wa siku pia kama wachezaji haujui mchezaji huyu anahitaji nini anapokuwa kiwanjani, ni pasi zipi ambazo yeye anaweza akawa ni bora zaidi kwenye kucheza, ni ngumu, kwa sababu mtu anaweza kuwa anakupasia kwenye sehemu ambayo kwa sio imara. Kwa hiyo kaonekana ni mchezaji wa kawaida kwa kuwa tu mtu ajui. Kwa hiyo inaweza kumsaidia Azizi kuzoeana na wenzie, lakini pia kuzoea vile vitu ambavyo mwalimu anavitaka, na mwalimu pia anaweza kuanza kuona vitu vizuri kwa Azizi kutokea mazoezini, na hata kama havitokee kwenye mechi, walimu huwa wanachokiona kwenye mazoezi wanatamani kitokee kwenye mechi. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye mechi usifanye, lakini akawa naamini siku ambayo utahamishia cha kwenye mazoezi kwenda kwenye mechi, basi ni siku ambayo wewe utakuwa tena ukamatiki. Mfano mzuri tumeona wachezaji hata Simba hapa alikuwa anaonekana Budo, mwalimu anamlazimisha kila wakati acheze. Kwa kuwa mimi na wewe tunaangalia tu kwenye mechi, tulikuwa hatuoni Budo anaweza akafanya nini, lakini kwa kuwa mwalimu alikuwa kwenye mazoezi anakiona, alikuwa anatamani siku ambacho kile kinatokea kwenye mazoezi kihamie kwenye mechi, na ameanza kukihamishia. Sasa hivi kila mtu Budo akitoka wanamshangilia, ambaye walikuwa wanasema mwalimu kwa nini anamvalisha, anamwacha fulani. Mimi nikushukuru. Karibu.